ule mpango wa ndoa kati ya Mohan pamoja na Neelam bado unaendelea, lakini kwa upande wa Anmol, yeye alikuwa anatafuta nafasi ya chomoke aende mjini kwa ajili ya kwenda kutoa password ya ile simu ya Mohan ili aje aweke wazi maovu yote ambayo alikuwa anatendeka kati ya Mohan pamoja na Sonakshi. Lakini tunaona nafasi alikuwa anaikosa, lakini leo tunaona amepata nafasi sasa ya kwenda kuongea na yule mtu wa mitandao ili ahakikishe anamfungulia simu yake, na simu ile inakuja kutumika kama ushahidi. Kwa upande wa Rishi, yeye alikuwa anatamani kwenda na Anmol, maana Rishi yeye aliambiwa kwamba Anmol anakwenda sokoni kwa ajili ya kutafuta vitu kwa ajili ya kuja kupika na siku hii ya sherehe ya ndoa, lakini alitaka aende, ila akaja kukumbushwa kwamba kuna mambo anatakiwa aende akaweke sawa. Kwa hiyo akamwambia tu Anmol atafute bajaji aende akafanye hicho ambacho alikuwa anakwenda kukifanya. Kweli Anmol anaondoka, na baada ya kuondoka Sonakshi alikuwa yuko na Mohan kwa wakati huo. Kwa hiyo Sonakshi baada ya kutoka alikuja akakuta Anmol hayupo. Alimuulizia, akaanza kujiuliza Anmol atakuwa amekwenda wapi, lakini hakuwa na majibu yoyote. Kwa upande wa Anmol, yeye anafika sehemu husika, na alifika akakuta watu ni wengi sana. Kwa hiyo na yeye alikuwa ni ana haraka, ilibidi ahonge hela kidogo ili password za simu ile zitolewe, na kweli zilitolewa. Cha ajabu ni kwamba Anmol akakuta picha za Mohan pamoja na Sonakshi wakiwa wanaonekana kabisa ni wapenzi. Ndio hivyo ambavyo ilikuwa imetokea. Kwa upande wa Sonakshi, huku anawaza juu ya Anmol kwa sababu ndoa tayari tukio limekwisha kuanza na imefika katikati, lakini bado haijakamilika. Na ukikumbuka Anmol alimwahidi Sonakshi kwamba atahakikisha ndoa ile haifungwi. Kwa hiyo Sonakshi alikuwa yuko busy anawaza namna gani ambavyo inakwenda kumalizika. Yeye alichokuwa anawaza, alikuwa anatamani tu tukio lile limalizike kwa haraka. Kwa upande wa Anmol, yeye kulikuwa kuna vikwazo vingi, kwa sababu hata alipokuwa anaomba lifti kwenye vyombo vya moto apate usafiri wa haraka ili arudi nyumbani baada ya kuwa amekamilisha tukio lake, hakuna hata mtu mmoja ambaye alikuwa anamuelewa. Na haikuishia hapo tu, vikwazo vilikuwa vinazidi kuwa vingi, kwa sababu Anmol alipojaribu kukimbia yeye kwa miguu ili awahi, akajikuta anajikwaa na kuangusha simu inapotea kabisa. Huku nyumbani Rishi alikuwa anaendelea kumtafuta Anmol. Alikuwa anamuulizia yuko sehemu gani, lakini hakujua chochote kwa sababu Anmol wakati anaondoka hakusema anaenda huko. Na kwa upande wa harusi hii, mara ghafla ikatokea giza. Kwa hiyo hamna chochote ambacho kilifanyika, kwa sababu Anmol baada ya kuangusha ile simu ilibidi aanze kumuomba tu Mungu ili kila kitu kikae sawa. Lakini kwa upande wake yeye tukio lake alikamilisha, aliokota simu tena akaendelea na safari. Kweli alipambana Anmol na kuhakikisha anafika katika familia hile kwa muda muafaka. Alikimbia sana mpaka kupelekea hatua ya kucha zake kutokwa damu. Kwa hiyo kabla tukio lile halijawa limekamilika kabisa, tunaona Anmol anafika. Wakiwa wanaendelea na tukio, wakasikia ghafla mtu anasema acheni, subirini, kuna kitu nataka niwaonyeshe. Walishtuka, wengi wao walianza kumzomea Anmol na alianza kumkasirikia kwa sababu walihisi anataka kufanya tu figisu zake na kuhakikisha ndoa ile haifungwi. Na hata kwa upande wa Neelam ambaye alikuwa ni bibi harusi, yeye tunaona alimfuata Anmol na kwenda kuanza kumgombeza kwa kile ambacho alikuwa amekifanya. Lakini sio tu kwake, hata Tatawal pia alikuwa anagomba sana na kutaka kabisa kwenda kumpiga Anmol. Lakini yeye Anmol alihakikisha ile kamba ambayo ilikuwa imefungwa kuwaunganisha wawili hawa kama mke na mume, akaenda akaikata na kuitupia kwenye moto. Alafu baada ya hapo akawaonyesha tu ile picha. Kila mtu alishika mdomo na kuanza kujiuliza ni nini hichi ambacho kimetokea. Mbona ni kama vile tulikuwa tunakwenda kuingiza mtoto wetu katika dimbwi la mateso, kwa sababu ukizingatia huyu Mohan alikuwa ni mtu ambaye anatafutwa na polisi, na kesi yake ilikuwa ni tuhuma za kwamba anakwenda kumrubuni binti anaoana naye, lakini baada ya kuoana naye anakaa ukweni, afu baada hapo anakuja kutoroka na vitu vya thamani. Kwa hiyo wakagundua kwamba walikuwa wanampeleka binti yao sehemu ambapo angekuja kujuta. Wakaanza kumshukuru Anmol kwa kile kitu ambacho alikuwa amekifanya.